wa dini ya Kiislamu nchini leo wanaungana na Waislamu wengine duniani kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika michezo, zaidi ya shilingi bilioni 82.5 zinatarajiwa kuwekezwa katika miundombinu ya barabara jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya AFCON 2027. Naam, habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema na niwatakie Eid Mubarak Waislamu wote nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Karibu katika kipindi cha asubuhi njema, na sasa ni wakati wa kuletea taarifa ya habari. Mimi ni Kisa Mwipiana. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini leo wanaungana na Waislamu wengine duniani kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa, waumini wa dini ya Kiislamu wamekuwa katika ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sambamba na waumini wa dini ya Kikristo ambao wao bado wanaendelea na funga ya Kwaresma. Taarifa iliyotolewa awali na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, swala ya Idi kitaifa itaswaliwa katika msikiti wa Mfalme Mohamed wa Sita uliopo makao makuu ya baraza hilo Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Taarifa hiyo ilieleza kuwa baraza la Idi kitaifa litafanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere JNICC, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, Sheikh Mkuu Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana aliwataka Waislamu nchini kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr kwa salama na amani na kujiepusha na matendo yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu. Kuimarika kwa hali ya ulinzi na usalama pamoja na mahusiano mema ya kibiashara kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kumeelezwa kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi kwa mataifa hayo kupitia mapato yatokanayo na shughuli mbalimbali kwenye mipaka yake. Taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Ahmed Nandonde. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya mawasiliano, biashara na utalii ya Bunge la Afrika Mashariki Dr. Gladness Salema wakati akizungumza kwenye ziara ya kamati hiyo iliyotembelea na kujionea shughuli mbalimbali za kibiashara katika mpaka wa Holili Taveta uliopo kati ya Tanzania na Kenya. Tujivunie kwamba ule ushirikiano na umoja upo, na unaona kabisa hata namna ambavyo pande zote mbili zimeachukua yale matatizo, zile changamoto ambazo zimeletwa. Huo ni udugu katika kufanya biashara. Kwa hiyo niseme tu kwamba utengamano inaonekana kabisa kwamba umekomaa katika ngazi ya biashara, na kama ulivyoona kwamba biashara inakuwa, hatujasikia kama kuna mapigano kati ya Mkenya na Watanzania. Unaona kabisa ile dhana ya utengamano na kuangalia kwamba hapa lengo letu kubwa ni kupata matokeo makubwa, wote wameibeba. Ni lazima tuhakikishe kwamba kama kuna mtu anataka kusafiri kutoka pande moja kuelekea ile nyingine, iwe ni kazi rahisi. Tunapaswa kufanya kama watu wa East Africa, tuhakikishe kwamba sisi wenyewe tunafanya biashara na sisi wenyewe. Hii mambo ya kuleta vitu kutoka Uchina. Naye mkuu wa wilaya Rombo Mwalimu Raymond Mwangwala amesema kuwa hali ya amani na usalama katika wilaya yake imeendelea kuongeza msukumo wa shughuli za kibiashara mpakani hapo. Mimi ninachoweza kuhakikishia, yote tuliyokubaliana, yote tuliyoweza kuzungumza, tutakaa, yaliyo kwenye level yetu tutakaa na tutayamaliza, lakini yaliyokuwa nje ya uwezo wetu watayabeba, watakwenda nayo. Lakini ninachoweza kuhakikishia, boda zetu ziko salama na watu wake wanaendelea na shughuli kama kawaida. Hata hivyo, kamati hiyo ikapata fursa ya kusikiliza changamoto mbalimbali zinazowakabili wanajumuiya. Some border users may lack awareness of OSPP procedures which can cause confusion and delay for some trust. Kwenye mfumo tafuteni mbinu mbadala ili mtu aweze kuclear mapema ili aweze kuondoka. Nyingine hatuna Safaricom line na lazima ulipe through Safaricom. Mpaka ufanye communication na mtu yuko mbali akusaidia kulipa ndio upite. Ahmed Nandonde, Channel 10, Rombo. Serikali imewatahadharisha wananchi kuacha mara moja matumizi holela ya dawa za kifua kikuu bila ushauri wa wataalamu wa afya, ikisisitiza kuwa tabia hiyo ni hatari inayoweza kusababisha madhara makubwa mwilini, ikiwemo kuibuka kwa usugu wa dawa na kuhatarisha maisha ya mtumiaji. Kauli hiyo imetolewa na mratibu wa kifua kikuu na ukoma
Kutoka kituo cha afya Makole jijini Dodoma, Bi Zuhura Nyange, wakati akizungumza kuelekea maadhimisho ya siku ya kifua kikuu Machi 24, ambapo anasisitiza kuwa dawa hizo hutengenezwa kwa malengo maalum ya kitabibu. Matumizi yoyote ya dawa ambayo hujaandikiwa na daktari, ambayo inatumika ndivyo sivyo. Tunajua dawa yote ambayo imetengenezwa ina lengo fulani, si ndio? Utakapoitumia ndivyo sivyo, maana yake unatengeneza bomu kwenye mwili wako. Aidha, mratibu huyo amebainisha makundi maalum yaliyo katika hatari ya kupata ugonjwa wa kifua kikuu, akifafanua sababu mbalimbali zinazochangia uwezekano huo na kusisitiza umuhimu wa tahadhari na uchunguzi wa mapema kwa makundi hayo. Hapo sasa kuna makundi maalum ambayo yako kwenye high risk ya kuweza kupata kifua kikuu. Makundi haya ni yapi? Watoto chini ya miaka 10 tunasema. Lakini pia wajawazito. Hawa tunajua kinga zao ziko chini na wenyewe wako kwenye hatari. Wazee. Kila ifikapo tarehe 24 Machi ya kila mwaka, jamii huungana kuadhimisha siku ya kifua kikuu duniani, ikiwa ni fursa muhimu ya kuongeza uelewa, kuhamasisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo na kukumbusha umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti katika kutokomeza ugonjwa huo. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi wa vijiji 8 vya halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wamepitisha mpango wa matumizi bora ya ardhi pamoja na sheria ndogo za kusimamia utekelezaji wake, hatua inayolenga kupunguza migogoro ya matumizi ya ardhi kati ya wakulima, wafugaji na kudhibiti uvamizi wa maeneo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Amani Mbando. Kazi ya kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi ya vijiji hivyo imefanywa na wananchi wenyewe kwa kusaidiwa na wataalamu wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi NLUPC, wakishirikiana na wataalamu wa halmashauri, ambapo baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wamesema mpango huo utawasaidia kulinda maeneo yao ya ardhi. Naona kwa kweli hapa patakuwa hakuna migogoro ya ardhi na pia kutakuwa hakuna changamoto ya aina yoyote ambazo zilikuwa zinashinda huko nyuma. Kwa sasa hivi zile kamati kwa kweli naona zilizoundwa zitafanya kazi. Sasa tumeupokea mradi na tunakubali kuishi kuendana pamoja na mawazo ya serikali, kutengewa maeneo, ufugaji eneo lao, ukulima eneo lao na wakazi eneo lao. Afisa ya mipango miji na vijiji kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi NLUPC Bi Ruthi Pagama amesema mpango huo utasaidia kuchochea maendeleo katika vijiji hivyo na kupunguza migogoro inayotokana na muingiliano wa matumizi ya ardhi, huku baadhi ya wanawake wakieleza kuwa mpango huo ni mkombozi kwao katika kupata haki ya kumiliki ardhi. Hivyo tuwezesha wananchi kutenga maeneo mbalimbali ya huduma za jamii, kuweza kutenga maeneo kwa ajili ya kujenga ujenzi wa kituo cha afya ili kukidhi mahitaji ya huduma za afya, lakini pia ujenzi wa shule ya msingi kwa sababu wana shule moja tu ya msingi na wanafunzi ni wengi sana, hivyo tuweza kutenga maeneo kwa ajili ya shule ya msingi. Lakini pia tuliwapa elimu kubwa ili kuhakikisha kwamba hakuna migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Cha kwanza wamekuja kutusaidia sisi Wanarukoro. Nikipata hatimiliki pia nitaenda kukopea benki. Pia kuepusha migogoro ya baina ya kijiji na kijiji. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Lukole Edgar Msabaha ameeleza umuhimu wa mpango huo kwa wananchi na serikali. Faida ya kwanza imekuja kupunguza migogoro baina ya wafugaji na wakulima. Lakini pia faida ya pili imekuja kuongeza thamani ya ardhi. Mpango huo umepitishwa katika vijiji vya Lukole, Mzase, Kingiti, Iyenge, Kidenge, Mgoma, Nzogole na Kitati, ikiwa ni mwendelezo wa juhudi za serikali kupitia NLUPC kuhakikisha vijiji vyote nchini vinapangwa, kupimwa na kumilikishwa. Amani Mbando, Channel 10. Watu watatu wanadaiwa kuwa wahamiaji haramu raia wa nchini Ethiopia wamekamatwa wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe wakiwa wanasafirishwa kwa gari ndogo aina ya Sienta kuelekea Tunduma mkoani Songwe. Taarifa zaidi yana mwanahabari wetu Michael Patrick kutoka huko Njombe. Akizungumza na vyombo vya habari kuthibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmud Banga amesema watuhumiwa hao wamekamatwa katika kijiji cha Mtewele kwenye kituo cha ukaguzi wa barabarani wakiwa ndani ya gari ya IT namba 4443 iliyokuwa ikiendeshwa na dereva aitwaye Sifa Mgonde mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa Mbagala jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hao wote wamekamatwa na wapo katika kituo cha polisi Ilembula wakisubiri taratibu za kisheria
ili waweze kukabidhiwa katika idara ya uhamiaji. Katika hatua nyingine, Kamanda Banga amesema Machi 17 mwaka huu, Mahakama Kuu Kanda ya Iringa imewahukumu watuhumiwa 3 katika kesi tofauti. Tarehe 17 mwezi wa 3, Mahakama Kuu ya Kanda ya Iringa ilimhukumu Musa Hitra Msola kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Hii ni kesi namba 1813 ya mwaka 2025. Lakini tarehe 17 hiyo mwezi wa 3 2026, Mahakama Kuu ya Kanda ya Iringa imewahukumu Ali Jumaine Mtinangi na Shabani Selemani Mwagonda kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Aidha, jeshi la polisi mkoani Njombe limesema limejipanga kikamilifu katika kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao unakuwepo wakati wa kusherehekea sikukuu ya Idi. Katika sikukuu hizi za Idi, na kwamba kutakuwa na doria na muonekano wa polisi katika maeneo na viunga vyote muhimu. Kutoka hapa makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM Kamandi ya Pemba kimefanikiwa kukamata magunia 10 ya karafuu yenye uzito wa kilo 907.3 yaliyokuwa yakisafirishwa kinyume na sheria ndani ya gari aina Noah lenye namba za usajili Z691 HG. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza na askari na wapiganaji wa kikosi cha KMKM, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bimgeni Hatibu Yahya amewapongeza kwa ujasiri na nidhamu wanaendelea kuonesha katika kufanikisha operesheni hiyo, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana nao kwa karibu kuhakikisha biashara magendo inakomeshwa. Jamii yetu ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba na wale wa Kusini Pemba, toeni mashirikiano katika serikali pale ambapo tutagundua kwamba vitendo hivi vya uhujumu wa uchumi vinaendelea katika maeneo yetu, tupeni taarifa. Kamanda wa KMKM Kamandi ya Pemba Bakari Salum Osmani amesema tukio hilo lilifanikishwa kufuatia taarifa za kiintelijensia zilizopatikana, ambapo askari wa KMKM walipanga doria maalumu na kufanikiwa kulizuia gari hilo, na baada ya upekuzi walibaini shehena ya karafuu zilizokuwa zikisafirishwa bila ya kibali. Kwa hiyo gari hii tulifukuza na tuchukua muda kidogo kuipata, lakini hatimaye dereva aliweza kuitelekeza gari hiyo na yeye akakimbia mbio. Baada ya kufikia gari sisi na kwenda kufungua milango kuitazama ndani, tukakuta kwamba mna magunia ya karafuu yaliokuwa yakitaka kusafirishwa kinyume cha sheria. Shirika la ZDCC ninakupeni hongera sana 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 kwa jitihada zenu na uzalendo wenu mnaofanya kwa kuliokoa zao hili la taifa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Shukrani Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeshauri serikali kutafuta mwekezaji kwa ajili ya upanuzi wa barabara Dar es Salaam hadi Morogoro ili kuharakisha mizigo inayotoka bandari ya Dar es Salaam na kufika kwa haraka zaidi. Margaret Malisa huyo hapa na tupo ndani wa hii taarifa. Kamati hiyo pia imeshauri Wizara ya Uchukuzi kujenga mifumo ya usalama katika bandari hiyo iendelee kuaminika kwa kusafirisha mizigo inayoenda nje ya nchi. Pia waendelee kutafuta wawekezaji wengine ili waendelee kuwekeza katika bandari hiyo. Sasa yapo ambayo tunaishauri serikali, Mheshimiwa Waziri, tunaomba myafanyie kazi. La kwanza, hakikisheni mradi huu unaunganishwa na reli ya SGR mapema pamoja na reli ya kutoka reli ya Ruvu Tanga. Itatusaidia sana kwenda kwenye mifumo ya kupeleka mizigo za nchi za Rwanda, Burundi, ambao wanaweza wakatumia hata ile bandari ya Tanga. Kwa upande wake, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema wametoa maeneo kwa nchi jirani ili kuweza kuwekeza katika bandari hiyo na kusafirishwa mizigo yao. Kuna manufaa ambayo yanapatikana. Kwanza ni kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam, kupunguza kwa msongamano wa shehena na meli kwa kuhamisha sehemu shughuli za bandari hapa Kwala. Hilo ndio jambo muhimu ambalo tulikuwa tunaliangalia.
Pili, kuongeza matumizi ya bandari na nchi za jirani. Kwa kuwapa maeneo nchi za jirani, tunaongeza au tunavutia zaidi. Kaimu mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam amesema bandari imekuwa ikipokea treni moja yenye shehena kwenda bandari ya Kwala na imekuwa ikitoa huduma kwa urahisi zaidi. Kila siku tunapokea treni moja kutoka Dar es Salaam kuja katika bandari hii ya Kwala. Na kiukweli bandari hii ya Kwala imekuwa ikitoa huduma vizuri sambamba na bandari ya Dar es Salaam, na imekuwa na mchango chanya katika kupunguza mlundikano wa shehena katika bandari ya Dar es Salaam. Margaret Malisa, Channel 10. Na mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Zaidi ya shilingi bilioni 82.5 zinatarajiwa kuwekeza sura mpya ya miundombinu ya barabara jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027. Hatua hiyo inayotekelezwa na serikali ni kuhakikisha jiji hilo linaingia kwenye ramani ya kimataifa kwa viwango vinavyokidhi ushindani huo mkubwa barani Afrika. Mwandishi wetu Jamila Omar kutoka jijini Arusha ana taarifa zaidi. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA na kampuni ya ujenzi ya Masaz China Railway Construction Engineering Group wamesaini mkataba wa uboreshaji na ujenzi wa barabara zitakazounganisha na kuzunguka uwanja utakaotumika kwa mashindano ya AFCON mwaka 2027 jijini Arusha. Ujenzi wa uwanja ni ujenzi wa miundombinu muhimu ya barabara yenye jumla ya kilomita 13.2 na baadhi ya sehemu zitakuwa na njia 4 na hivyo jumla zitakuwa kilomita 21.4. Kwa upande wake, waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema mradi huo ni kielelezo cha dhamira ya serikali kuhakikisha Tanzania inaandaa mashindano ya AFCON kwa viwango vya kimataifa. Na kama nilivyowaambia mkandarasi kwamba sisi hatutahitaji kuona kama kuna nyongeza ya muda inaombwa. Kazi hizi zinatakiwa zifanyike ili ziweze kukamilika kwa wakati. Arusha inazo advantage nyingi za kutumia mashindano hayo ya AFCON kujenga uchumi wake. Kwa tunapoona leo mkataba unakwenda kusainiwa, kwetu sisi tunafarijika zaidi. Mradi huo mkubwa wa miundombinu unaanza kutekelezwa Aprili mosi mwaka huu na unatarajiwa kukamilika Mei mwaka 2027, ukiwa sehemu ya maandalizi muhimu ya Tanzania kuandika historia mpya katika mashindano ya AFCON. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Na shukrani sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo inatuhitimishia taarifa yetu ya habari. Mtazamaji, vipunde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kilichojiri katika upande wa magazeti.